Kwa upande wa barabara, hii ndio kilio chetu kikubwa mheshimiwa. Nadhani wewe umepita njia hii, umeiona barabara, hali halisi ya barabara yetu, na ilikuwa tunakuomba kabla ya kuondoka pia upite upande huu uone hiyo hali halisi ya barabara yetu. Kwa kweli ni kilio kikubwa, kwa sababu kama unavyotujua kama ni binadamu, kuna mchanganyiko wa watu wenye hali mbali. Kuna wagonjwa, kuna wajawazito, kuna walemavu, kuna wazee na wasiojiweza. Kwa hiyo changamoto ya barabara ni kilio kikubwa sana. Kitu kikubwa ambacho kinaathiri hii njia yetu sisi ni hizi drainage hii njia za kupita maji. Unaweza ukaweka fusi sasa hivi ikaja mvua dakika 5 tu ikavurugu kuliko lile. Sasa hebu kwanza kabisa tunaomba utufanye maarifa zile sehemu zote ambazo zinakatisha maji kwenye njia. Zifanywe maarifa kwanza, zile zishughulikiwe zile kwanza kabla hiyo njia yenyewe. Kwa sababu zile ndo zinapelekea kwa matatizo mara kwa mara. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, madokta wetu wote, kwa sababu wajawazito wanawapa mitihani. Niambie mitihani gani? Anakwenda hospitali, anamwambia mtoto mkubwa, ushafahamu, anampa pressure. Anamwambia unazaa na kifafa au utakuwa na kifafa, anampa pressure. Kwa nini hamwiti jamaa yake akamwambia bwana wewe mtoto mkubwa au vipi? Uje na jamaa yako ampe nasaha tu yule jamaa. Yeye asimwambie. Jana mimi na mdogo wangu kaenda hospitali hapa Jitimai. Kaambua mtoto mkubwa hawezi kuzaa. Katoka. Kaenda Mwembelado. Kaambiwa mtoto mkubwa. Kaja. Kaniambia vipi? Mimi sasa nasubiri kufa tu. Kwa sababu kila ninapokwenda mtoto mkubwa siwezi kuzaa. Ushafahamu? Kaenda chumbuni kazaa mwenyewe. Rehema ya Mungu tu. Ushafahamu? Niambie wamkae na daktari waambiwe wasiwape pressure hawa wanawake. Matatizo ya wanaume, matatizo ya uzazi, tafrani. Madokta kabla ya kutuvunja moyo kwenye uzazi, wanaturejesha nyuma pia tukienda kliniki. Tukienda kliniki, hospitali ya Kisauni, wanatambia mwisho watu 10. Kwa hiyo leo DC umekuja, twahitaji tujue dokta anaweza kuhudumia wajawazito wangapi kwa siku, ili watuambie mpaka siku hii nyie hamuhistahiki kuja hapa mpaka muje siku fulani. Tunaomba ulinzi shirikishi kwenye sheria yetu hakuna. La pili, zawa ile pale, lakini upande wetu sisi haijafika. Baadhi ya wananchi wachache tulijitolea kuitafuta wenyewe. Tushaipata, ila baadhi ya vifaa hatuna. Mheshimiwa, sisi tunaomba utusaidie nusu tu ya vifaa vilivyobakia, maji yatufikie majumbani. Kwa mnataka nini na nini? Mipira. Sawa. Nasikitika sana nilipokuwa nasikia, kwa maana kwamba watu wanaogopa kutaja vijiwe na kutaja wahalifu kwa maana eti wanaogopa. Yaani hilo jambo ni baya, kwa sababu hakuna mtu anayetoka Kenya, anayetoka England akaja kufanya uhalifu hapa, akaweka kijiwe hapa. Yaani hao ni watoto wetu wote tunawajua, na kama tunataka tuondoe tatizo basi tukubali sote kwa namna moja au nyingine kulivalia njuga. Kulivalia njuga huko maana yake kuondoa huo mhali. Yaani wewe taja muhusika ni fulani, kijiwe fulani, then kama aliyafanywa kazi sasa ndio upate kulaumu. Lakini sasa wewe kama unaogopa kutaja kwamba muhusika wa matukio au muhusika na uhalifu, unasema mimi naogopa kutaja. Sasa maana yake huo uhalifu utaendelea kuwa kwetu. Yaani kwa namna moja au nyingine tukiwa tayari kuondoa tatizo, basi lazima na sisi tulivalie njuga kwa pamoja. Yaani ili swala la ulinzi ni swala letu kwa pamoja. Jamani kina mama, taka zimezidi. Taka zimezidi na taka hizi tunazikushanya, lakini mwisho wa siku sisi ndo zinakuja kutuathiri. Tuna watoto wetu wanacheza kwenye taka. Hebu tutoe ushirikiano kwa waheshimiwa masheha kwenye suala la taka. Tutakapoambiwa tuchangie hizo 2,200 tuwe tayari basi kuchangia
ili tupate gari la kuondosha taka na kuishi katika mazingira ambayo ni salama. Al-Islam nadhifu jamani. Lakini pia huku Madina tumepokea taarifa kwamba kuna kukithiri kwa uchimbaji wa mchanga. Ni pale pale kwenye mazingira. Jamani, mazingira ni yetu. Tukiwaruhusu watu, sisi ndio wananchi, sisi ndio tunaojua nani anakuja kuchimba. Kwa nini tusitoe taarifa? Hebu nenda kamdokeze tu sheha, alafu muone kama sisi hatutowapa ushirikiano. Mnawaruhusu wanachimba michanga, matokeo yake watoto wetu mvua zikinyesha ndio watakwenda kupata maafa mule. Mwenyezi Mungu atustiri. Lakini pia mmomonyoko wa ardhi, kuna athari nyingi ambazo tutazipata kupitia jambo ambalo ukiliona dogo lakini baadaye linazaa madhara makubwa. Moja ambacho nakitaka wao ni kuona katika maeneo yetu, katika jamii zetu kunakuwa kuna ulinzi wa kutosha. Sasa Mheshimiwa Sheha, wananchi ndio wametaka hawa, na mnatakiwa muwe tayari, kwa sababu kuna wengine wenzenu walijaribu kutuchokoza kidogo. Tulipoambia tunapeleka masuala ya ulinzi shirikishi, wao mpaka bendera akaanza kuzichukua. Sasa kwenye hili Mheshimiwa Sheha, wananchi wameshataka hao, tashirikiana nao kuhakikisha kama haupo basi unakuwepo, na kama upo na legelege basi tuone tunaupa nguvu za kutosha. Swala la vifaa vya maji, mimi niseme tu kupitia diwani wenu na kuombeni niandikieni, na mimi binafsi nitalisimamia kupitia manispaa zetu, nitalisimamia kupitia hata kwa zao wenyewe, kwa sababu hii ni huduma ya wananchi. Kama wameshajitolea nusu, kwa nini serikali tushindwe na sisi kuchangia hiyo nusu iliyobakia? Kwa hiyo mimi niseme tu, ikifika siku ya Jumatatu nikipata kupitia diwani wenu hivyo vifaa ambavyo vinahitajika, basi tutalifanyia kazi, pengine ndani ya wiki hiyo tukawa tumefikia pazuri. Kati ya jambo moja ambalo tunalipigia sana kelele sana na Rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi analisisitiza sana katika utoaji wa huduma katika taasisi zetu, hasa hizi za serikali. Kwa maana lazima tuzingatie weledi, lazima tuzingatie huduma ile inatolewa ipasavyo. Sasa kama kunatokea hizo sitofahamu, mimi niseme tu kuna njia mbili unaweza kuzitumia. Ya kwanza, unaweza kuwasilisha kwa sheha, lakini ya pili, kama unaona kwa sheha hapa kutokana na jambo lenyewe lina uzito huu, basi si vibaya, na nikitoka hapa nitaacha namba yangu ya simu, nitaacha namba ya katibu tawala wangu, ili sasa huyo anotoa ujeuri na maneno yasiokuwa mazuri tumchukulie hatua. Tukithibitisha na ikathibitika, hatua zipo hatua za kinidhamu na zipo hatua nyingine kwa mujibu wa sheria na taratibu za nchi yetu zilivyo.